Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club ambao wameendelea kuweza kuonyesha ubaya ubwela. Mambo yanazidi kuweza kuwa mazito kweli kweli kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 25 majira saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Mambo kwa wekundu wa Msimbazi Simba yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli, huku taarifa ikiweza kutoka kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba bado wameendelea kuweza kushikilia msimamo wao kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Taarifa kubwa kabisa ambayo mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa. Kwa kile ambacho Simba Sport Club wamekionyesha ni kama vile mambo Simba hawayataki, mambo ya kucheza dabi Simba hayataki kabisa, na ndio maana ameweza kufanya jambo hili zito kabisa ambalo limeweza kutolewa ufafanuzi na taarifa kutoka TFF kwa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Ni jambo gani hilo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ya kile kinachoendelea kutoka TFF, ambako klabu ya Simba Sport Club hawapatikani. Yani kwa sasa kama ni kazi nzito ya kuwatafuta watu basi ni kuwapata Simba Sport Club walipo kwa sasa. Hawajulikani ni wapi ambapo klabu ya soka ya Simba Sport Club wapo. Nini kimejiri mpaka wanashindwa kupatikana? Utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, Simba Sport Club katika barua yao walioitoa tarehe 15 walisema ya kwamba wako tayari kucheza mchezo namba 184 ikiwa ratiba itabadilishwa tofauti na tarehe iliyopangwa tarehe 15 na kutambua mchezo huo kama batili kwa kile ambacho kinachoendelea. Ndio barua yao ilinukuliwa ikiweza kusema hivyo. Sasa kile kilichoendelea ni TFF na bodi ya ligi walitoa tamko wakisema ya kwamba mchezo umeahirishwa na kusogezwa mbele na kufikia tarehe 25 ndio mchezo utakapokwenda kuchezwa. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club kile ambacho kilichofanyika, wakawa wapo kimya mpaka muda huu, wapo kimya. Yani ni ukimya umetawala ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, ukiashiria moshi mweusi kwamba mambo bado ni magumu juu ya Simba kwenda kucheza dabi. Klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii ilipaswa kuwa katika kikao inaitwa pre-match, kikao ambacho kinawakutanisha viongozi wa benchi la ufundi mara nyingi, na mchezaji hapa anazungumzia kocha akiweza kuzungumzia kuelekea mchezo huo, namna ambavyo inavyokuwa na kila kitu. Sasa katika kikao hicho klabu ya soka Young Africans walikuwa watu wa kwanza kufika, wakazungumza na wanahabari, lakini kilichotokea mpaka muda huu tunaingia mitamboni hapa, klabu ya soka ya Simba Sport Club hawashiki simu, hawaonekani katika kikao hicho, huku zikielezwa kwamba kile kinachotokea ni klabu ya soka ya Simba Sport Club wamegomea mkutano wa waandishi wa habari kuelekea dabi ya Kariakoo. Za ndani kabisa Simba hawatambui sababu ya kuahirishwa dabi ya Juni 15, hivyo wanahitaji taarifa hiyo ndio wapeleke timu uwanjani kwa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Inaelezwa klabu ya soka ya Simba yenyewe inataka kuweza kupata ufafanuzi kwa nini dabi iliahirishwa tarehe 15. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaelezwa kwamba muda huu ni kwamba za ndani inasemekana klabu ya Simba wanapeleka wachezaji 8 tu kwenye dabi, alafu 2 wajivunje dakika za mwanzoni, wabaki 6 ili kufanya mchezo uvunjwe na mpinzani wao apewe alama 3 na mechi iishie
kupitia hapo, inaelezwa Simba hawajafurahishwa na dabi kusogezwa ile Juni 15, wakisema ya kwamba haikupaswa kuwa vile ambavyo ilivyo kwenda kuchezeshwa ama kuweza kufanyika, kwamba wao walikuwa hawana kile kinachoitwa kwamba utayari wa kwenda kucheza katika mchezo huo kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa hivi. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba pia katika hilo ambalo linaloendelea, unafahamu ya kwamba yale ambayo yanatakiwa katika miongoni mwa kanuni, japo si kwa ulazima au lazimishwi, lakini klabu ya Simba mpaka sasa haijapeleka barua ya maombi ya kutaka kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa, kama vile ambavyo ilivyokuwa Machi 8. Klabu ya Simba ilitaka iweze kupata haki hiyo, ikielezwa kwamba mabouncer wa klabu ya soka ya Yanga waliwazuia, lakini kwa safari hii Simba haijaonyesha utayari wa kutaka kwenda kufanya mazoezi katika uwanja huo siku moja kabla ya mchezo. Hii inaleta tafsiri ya kwamba pengine klabu ya soka ya Simba siku ya kesho wako tayari kuingia mitini kutokupeleka timu katika, hapa nazungumzia namna kile ambavyo kinachotakiwa ni namna gani ambavyo wanatakiwa kuweza kuomba, lakini inaelezwa kwamba kupitia Kalimu Boimanda, hapa nazungumzia kile ambacho amekiweza kukiweka bayana ofisa habari huyo, anasema ya kwamba kwa mujibu wa kanuni Simba inapaswa kufanya mazoezi leo saa 11 kwa Mkapa, lakini hawalazimishwi, ni wenyewe sasa wakitaka waende, wakitaka wagome, unaona bana, kwa kile ambacho kipo mpaka muda huu. Mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli. Dalili zinaonyesha kwamba pengine mambo yanaweza yakawa ni mazito kweli kweli katika kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Kila mmoja ama shabiki wa klabu ya Simba hana matumaini kwamba klabu yake ya Simba itapeleka timu uwanjani. Sasa kama wakienda uwanjani na kukuta majukwaa yako meupe kwa upande wa Simba Sport Club, vipi sasa kwa upande wa mashabiki wa Yanga ambao watakuwa wamejazana? Haitakuwa na athari yoyote katika mchezo huo. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaleta maswali mengi ni kuhusiana na waamuzi ambao wamechaguliwa kuchezesha mchezo huo. Inaelezwa kwamba kama haya maamuzi ambayo yanafanyika wakati huu ya kupingana na waamuzi, kama hujaridhishwa na maamuzi ya waamuzi ambao wameteuliwa, kuna haki ya kuweza kupinga ndani ya saa 72, lakini katika klabu zote mbili mpaka sasa hazijaweza kuthibitisha juu ya kuweza kupingana na maamuzi hayo. Yani Simba wenyewe fanyeni mnavyofanya, wenyewe wapo kimya kimya yani. Sasa kwa kile ambacho kimeelezwa na Ali Kamwe ndio kikaleta maswali mengi zaidi, ambapo alisema ya kwamba nikili kuwa hatujashirikishwa kwenye maamuzi yaliyofanyika, ila kwa kuwa kanuni zinatuelekeza vilabu tukiwa na shida yoyote na waamuzi ni kuwasilisha kwa maandishi TFF, basi uongozi wa Yanga utawasilisha hayo maoni, mapendekezo. Kama kuna malalamiko kwa maandishi TFF, basi itapelekwa pale kwa mujibu wa kile kinachoelezwa. Tusubiri kuweza kusikia yapi makubwa ambayo yanajili katika sakata hili. Bado ngoma ni ngumu, ama Simba wanacheza mind game tu ya kwamba wapeleki timu alafu waende wakawa surprise klabu ya soka ya Yanga kwamba timu ipo uwanjani. Tusubiri kuweza kuona dakika 90 zitasema vipi ndani ya dimba la Mkapa tarehe 25 majira ya saa 11, tukiwa tunasubiria kwa hamu kweli kweli kujua bingwa wa ligi kuu NBC msimu wa 2024-2025 atakuwa ni nani. Atatoka katika kamati ya mezani ama atatoka uwanjani? Yote hao utakwenda kujua, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa ni Star Media, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kuendelea kupata taarifa kwa wakati wote pindi ambapo zitakuwa